wangu naitwa mchungaji Daktari Joe Hiza, nachunga hapa Jerusalem City Church hapa Leganga Usariva. Asante ndugu yangu mtumishi wa Mungu kwa swali lako zuri juu ya siku hii ambayo ni siku yetu kama Wakristo, kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni kweli kwamba siku hii ni ya muhimu sana, maana inatukumbusha ujio wa Yesu Kristo katika dunia hii, na ujio wake sio ujio ule wa kawaida, sio siku ya kawaida, kwa sababu huyu ni Mungu lakini aliuvaa mwili kwa ajili ya kuwapata wanadamu wote. Mungu angeweza kumshusha Yesu Kristo akiwa mzima, anaweza kumshusha Yesu Kristo akiwa na uungu wake, lakini aliona italeta taharuki kwa wanadamu. Kwa hiyo alitumia njia hiyo kwamba aingie tumboni mwa Bikira Maria, azaliwe kama mtoto, aishi pamoja nasi, na wengi walifikiri kwamba ni mtoto wa kawaida tu, na ndio maana wengi waliuliza wakasema, si yule mtoto wa Yusufu huyu, Sema huyu. Kwa hiyo hawakujua, lakini kwa kadiri ya uwezo wa kimungu, wale wenye Roho Mtakatifu walitambua kwamba Yesu Kristo ametoka mbinguni, amekuja, amevaa mwili kwa ajili yetu, na huo ni muujiza mkubwa sana ambao Wakristo kama Wakristo tungepaswa kupokea jambo hili kwa uzito mkubwa. Na hata kumbukumbu hii isingekuwa kumbukumbu ya watu kwenda kwenye mabaa na kulewa na kufanya vurugu, lakini ni kumbukumbu ambayo ingehitaji utulivu wa kiroho kuweza kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya kazi kubwa ambayo amefanya na zawadi hii kubwa ya kumleta Yesu Kristo katika dunia hii. Kwanza neno la Mungu linaeleza bayana kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka, na dalili nyingine ambazo upendo wa wengi utapoa na vitu kama hivyo. Lakini mimi niseme tu kwamba siku za mwisho ziko pale pale kama Mungu ambaye amezungumza, hakuna mtu wa kupunguza kitu chochote. Siku za mwisho ziko pale pale, lakini ni vizuri kujua kwamba nyakati hizi tunazoishi sisi ni nyakati za neema ya Mungu, na mtu ajue kwamba Mungu ametuleta duniani kwa muda maalum. Sisi hatuna umilele wa kudumu hapa duniani. Kila mtu ana muda wake wa kuishi hapa duniani kama Mungu alivyomjalia. Na cha msingi ni hiki: yako makusudi ambayo kila mtu, kila mwanadamu Mungu amemkusudia, lakini makusudi hayo yanafanyika ndani ya muda ambao Mungu amempa mtu. Kwa hiyo mtu akichezea muda huu hawezi kufikia lile kusudi ambalo Mungu amempa, hawezi kufikia hatima, na hatima ya kimungu ni hatima njema, ile ambayo Mungu amemkusudia kila mwanadamu. Na ujue ya kwamba kila mwanadamu ni candidate wa mbingu za Mungu, ila inategemea sasa mtu jinsi atatumia huo muda wake hapa duniani, kwa sababu muda ni kama zawadi Mungu ametupa na hatuingilii. Utaitumia vile ambavyo Mungu ameagiza. Zawadi hii haitumiwi kama mtu anavyotaka, zawadi ya maisha. Lakini wakati mwingine maisha ni privilege, ni neema. Unaweza ukawa mgonjwa leo lakini ukapona ukaendelea, kwa sababu maisha ni neema. Na unaweza ukawa mzima na ukafa au usiishi, kwa sababu maisha siku zote ni neema. Na lakini pia maisha ni kama vapor, yani ni kama mvuke. Na ndio maana unaona tunasikia hata leo unasikia fulani alikuwa mzima amekufa. Kwa hiyo mtu inabidi atambue kwamba anapoishi aishi kwa nidhamu. Kwa hiyo ninachosisitiza hapa ni nidhamu ya kiroho, kuwa na mipaka, kujua kwamba hapa mimi sivuki. Watu watunze nidhamu ya kiroho. Dunia ifanye inavyofanya, teknolojia iongezeke inavyoongezeka, tunachopaswa watu wa Mungu ni kuishi kwa nidhamu ya kiroho, ili hatimaye tuweze kumaliza salama, tupate kibali cha kuingia mbinguni ambako Mungu amemwandalia kila mtu. Kila mtu ana nafasi pale. Amesema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, la sivyo ningewaambia. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi. Kwa hiyo mtu ataiacha yeye mwenyewe au ataipoteza hiyo nafasi mwenyewe, lakini kila mtu ana nafasi kule mbinguni. Kila mtu amewekea mahali pa pale mbinguni. Mtu atakataa mwenyewe, lakini hekima ya Mungu itusaidie tujue kwamba sisi tunapaswa kuishi kwa nidhamu kwa nyakati hizi ambazo Mungu anatupa, hasa kwa kuzingatia hili neno kwamba hizi ni nyakati za mwisho, na tunaona mambo ambayo yanafanyika. Sisi tunajua kwamba Yesu yuko malangoni na amekaribia sana, na karibu tu tutaondoka na kuiacha dunia hii. Naitwa mchungaji Anjenga Kidanga, namtumikia Mungu katika kanisa la FPCT Usariva.
Leo ni siku ya Christmas na msisitizo wetu siku hii ya leo, hatutaki uwe juu ya mwili zaidi, lakini zaidi watu wajikite katika masuala ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kutafakari na kutathmini maisha yao ya kiroho namna wanavyoendelea, na kama hawaendelei vizuri kama inavyopasa, basi ni vema kuwa na mwanzo mpya katika maisha yao ya kiroho na kuendelea mbele katika njia ambayo inampendeza Mungu. Amen. Badala ya kuweka mkazo katika vitu vya mwili, kuvaa, kula, kunywa, kufanya ziara maeneo ya kuvutia kama ya kiutalii, badala yake watu wajikite zaidi katika neno la Mungu, wakijua moja ya vitu ambavyo Yesu alileta ni kweli. Na kweli ni nini? Ni neno lake Mungu aliye hai. Kwa hiyo wakitumia muda wao mwingi katika neno la Mungu, Biblia inasema neno la Mungu halitapita, lakini mambo mengine yote yatapita. Kwa hiyo wadumu na kukaa katika neno la Mungu. Zaidi ya yote ni pale ushauri wa Mtume Paulo anasema kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu.